Friday for today. Right. Jamani, tumeingia tena. Ngonjera. Kuna nini? Ehe. Kuna nini? Kuna Elwin's Talk Show. Tunakuja tena tukisema karibuni. Karibuni watazamaji wetu. Mimi ni Eli kama siku zote. Na mimi ni Winnie Swai, wote tunasema karibuni. Na asante sana kwa kuwa pamoja na sisi, kutufuatilia na kuwa wewe ni mtu wa karibu kwetu. Umeweka kile kengele kupata all the notifications na pia umesubscribe na comment yako ni muhimu sana. Sana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Leo tuko tena na tuna maswali, tuna mjadala, tunajadili kwa ajili ya afya. Karibu. Asante. Kwa ajili ya afya ya relationship ya ndoa na mahusiano. Good. Karibu some. Ngoja mimi niendelee tu kusoma. Tiko. Mimi nasoma, right? Na unajibu. Nisoma unafungua kwa kujibu. Okay. Unataka kusoma? Tuna ya ili swali hapa. Nafikiri linaishia hapa. Yeah. Yes, ndio hilo Yeah. Ni lipi jukumu ili la chini yake? Ya hilo namba tumefanya ile upita. Okay. Je, ndoa ni kuvumiliana tu au kuna mpaka wa kuvumilia? Nini kuvumilia Nini ukivumilia sana huwezi kuharibu ndoa? Okay, je, ndoa ni kuvumiliana tu, sehemu ya kwanza, au kuna mpaka wa kuvumiliana, sehemu ya pili? Nini ukivumilia sana huwezi kuharibu ndoa? Okay. Right. Jibu. Mpaka, boundary. Je, ndoa ni kuvumiliana tu? Hapana. Niseme hapana. Kwa nini niseme hapana? Hili swali bana nalo. Sasa ndio maana tunachukua maswali yote alafu tunakuja ili alituma aone kwamba swali lake kwa hiyo mawazo ya mtu ni tunaheshimu. Ndoa ni kuvumiliana tu. Naweza nikasema hapana kwa sababu ukiweka kitu kuvumiliana ina maana kuna vitu nyuma ya kuvumilia. Ina maana kuna vitu fulani ambavyo haviendi sawa. Kwa hiyo ndio maana uvumilivu uwepo. Kwa hiyo ukisema ni kuvumiliana tu inakuwa halijakaa vizuri kwa sababu inatakiwa kama kuna ukiongelea naweza nikafikiria kwamba unamaanisha kwamba kukiwa kuna struggle, kukiwa kuna nini kina kile ni kuvumiliana. Kwa namna hiyo nitakwambia ndio kuna maeneo lazima mtafika wawili mtalazimika kuvumiliana. Yaani hakuna namna utalazimika kuvumiliana. Kwa hiyo kuvumiliana ni wajibu wa mtu kwa sababu
unaingia kwenye ndoa unakutana na mtu ambaye amekuja kutokea background tofauti na yako. Kwa hiyo hapo kitu ambacho natakiwa uwe nacho ni kwamba lazima nivumilie kitakachotokea, either unakikubali ama haukubali, yani na kile mostly ni haukubaliani, lakini unabidi uvumilie. Perseverance is important. Na ukiwa na love lazima uvumilivu uwepo. Nafikiria kwa kuanzia hapo tu kwanza. Wewe unaonaje? Kwenye ndoa ni kuvumiliana tu. Usingeweka neno tu, ingekuwa na maana nyingine. Kwa sababu mbali na kuvumiliana tu, kuna katika maumivu yanaoleta uvumilivu, lazima kuna vitu vifanyike vya kuwafanya msogee, mwe nje, yani mvuke eneo la uvumilivu, yani mlipite hilo eneo, msiendelee kukaa hapo hapo. Yeah, unajua kinachokuja kwenye akili yangu ni kwamba tunapo hapa pale mbele, yeah, tunasema mpaka in sickness, yeah, in health, katika uzima na katika magonjwa, na katika utajiri au maskini. Yeah, kwa hiyo haiwezi ikawa ni uvumilivu tu peke yake, kwa sababu hizo aspects zingine zinajenga, lazima pia yani ziwepo. Yeah. Unaona, pia kwenye neno pia linatufundisha kuhusu seasons za binadamu. Unaona, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa hiki, kuna wakati wa hiki. Kwa ukisoma ile ni Mhubiri, Ecclesiastes, ya ukisoma ile itakupa picture ya issue ya kuvumilia. So kwa hiyo sio haiwezi ikawa kama ni uvumilivu tu, kuna vitu vingine lazima contribute. Unaona, na pia last time video yetu ile ambayo imepita pia niliongelea mambo ya kwamba love is patient, love is kind, unajua ni the fruits of the Holy Spirit. Kuna patience, kuna kindness, kuna self control, kuna meekness, kuna yeah. Kwa hiyo haiwezi ikawa just one thing, lazima hivyo vingine vije na vinakuja depending on the season, depending on the time, depending on the day, depending on the activity, depending on your values, unaona, depending on your identity in Christ, identity depending on what your identity is. Unaona, hivyo vitu vyote vinakuja, na kuna vitu vingine pia just to add into that, lazima uwe tayari yani kugundua na vitu gani ambavyo vinapelea kwako, and then uwe tayari kuvifanyia kazi, kuviongezea kwako. Kwa mfano, unaweza ukawa hauna habit ya kuwa patient, yeah, you don't have the spirit, the fruit of the spirit ambayo ni patience, si ndio? Hauna. Kwa hiyo unajikuta kwamba kwa kuangalia mtu mwingine, kwa kusoma vitabu, kwa kusikiliza mahubiri ya kanisani, labda kwa kuangalia labda wazazi wako, you learn as well. Kwa unakuwa uko tayari kuweza kulearn kile kitu ambacho kinapungua. Kwa hiyo sio uvumilivu tu, kuna vitu vingi ambavyo vinachangia in that. Just to kwenye hiyo Mhubiri ulivyoongelea, amekwambia kuna nyakati seasons. Lakini yani kitu ambacho napendelea pale kwenye Mhubiri ya kuweka season hii moja. Season moja Mhubiri ya kuweka. Hakusema kuna nyakati za kugive up. Hamna nyakati ya kugive up. Hakuna. Ina maana give up haipo, ni kwenda pamoja kama ulivyosema, hadi vitu vile ambavyo vinawasaidia kumove in terms in all season by giving thanks to the Lord.
sindio? Mhm. Okay, akasema alright, ni kuvumiliana tu au kuna mpaka wa kuvumilia? There is no barriers ya kwa kusema this is the border, ninaweza nikakuvumilia tu mpaka hapa, ukicross ipo hiyo. Yeah, nadhani unaweza uka implement some boundaries. Unaweza uka implement boundaries hata kwenye marriage ya kwako. In the sense kwamba labda kwa mfano mkaa labda kuna maupungufu between you two, and then labda unamwambia mwenzio labda kwa mfano usio unaongea na mimi kwa design hii, labda usiwe kila wakati labda unanipayukia kila wakati, yeah, una speak loud to me all the time, alafu mwenzako hakusikilizi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mnaikiana boundaries in the sense kwamba ukivuka, yani kama sasa mimi, kwa sababu that is what I want, unaona, nikiona kwamba hauelekei, then naweza nikatafuta external support, you know, kwa ajili ya kuweza kunisaidia. Sasa naweza ikaa kama labda wazazi wakasaidia kuongea, au wachungaji wakaanza kusaidia, au mtu yote ambao you look up to, unaona, ambaye anaweza akaingia akaweza kuwashauri, mediate, ya akawa kuwashauri. Au unaweza ukaangalia maybe sasa labda kumlilia mwenzako kwamba vitabu, au ukamtumia labda podcast, au ukamtumia shorts, unaona. Kwa hiyo unaweka mipaka, unaona, alafu sasa from that, kama mtu bado haelewi, then you can start looking for other ways to put your point across, kwa sababu kwa mtu mwingine kwa kumwambia wewe mwenyewe personal anaweza sikuelewe, lakini ukienda kuongea kwa you know maybe labda ni mchungaji wake au sio ni nani, it's not like I'm not advising you to go, it all depends, it's different from different people, so that's good. Nafanya hivyo. Kwa hapo umesema sio kwamba una advise, nafikiri unatakiwa wa advise. No, kwa sababu waangalie, my point ni kwamba wewe kama mchungaji wako anakulisha kiroho. That's why this is very important. Unapoenda kusali sehemu, ina maana umekubaliana na sehemu ile, umekubaliana na yule mchungaji, umekubaliana na injections anazotoa, tiba anayotoa. So pia ndio maana ni muhimu sana watu wanakimbilia kwenye makanisa. It all depends with the type of pastor you have. Ndio maana nasema kama mchungaji wako hawezi kufikia level ya kukushauri, what are you doing there? Unaenda hapo kwa ajili yani, wewe kweli mama, mchungaji hawezi kukushauri kwa kile unachopitia, then you are still there. Ndio, it is possible. Ndio maana ninajaribu kuwashauri kwamba waangalie makanisa yako mengi na wachungaji wako wengi, na watu wana intentions tofauti. Ndio, sasa unapoenda kwenye kanisa na mchungaji hana uwezo wa kukushauri, siongelee kukupa wewe sijui nini, anaweza akisiwe na uwezo, lakini ushauri, just ushauri, namna ya wewe unaweza kukupa ushauri, kuliko hawezi na uwezi hata ukapata ile access ya kumfikia. Hiyo sio afya. I think that's an additional topic. Kwa hiyo lakini nafikiri watakuwa wamenielewa. Pale ambapo unakula, hakikisha mamantilia anaweza akaosha vyombo. Kama hawezi kuviosha vyombo, why are you there going there? Unaenda pale kwenye vyombo vinavyo, get what I mean? Ndio hivyo. So na pia unaweza ukaweka mipaka, boundaries kwa eneo ambalo ni abuse. Unaona, too much is harmful. Kama unapitia kuvumilia abuse, umetafuta namna, umemwambia rekebike, lakini unaona hawezi, hiyo ni mbaya. Au unaweza ukawa umeumizwa psychological, umeumizwa kisaikolojia, unaumizwa pia hiyo financially, mentally, physically, spiritually, hizo zinaweza zikasaidika, lakini inakufikia mahali inakuwa kama anakuwa abuse. Wanaume sasa hivi wengine wanakuwaga abused. Sasa ikifikia kwamba mwanaume au mwanamke anakuwa abused, then hapo sasa inabidi sasa hapo kwa sababu hiyo umeweka mipaka, lakini mipaka inavunjwa. Unaona,
nini ukivumilia sana huwezi kuharibu ndoa? Yaani unaweza ukavumilia kitu gani ambacho akipelekea kuharibu ndoa? Mimi nadhani hapo kama nimeelewa swali vizuri au kama nitajibu vizuri, mimi nadhani kwangu mimi time heals. Yes, sasa nini unavumilia sana? Yaani nini naweza mimi nikakifanya kwako ukakivumilia over and over and over and over na isiharibu uhusiano wetu? Sasa naweza nikakivumilia, ndio maana sijui nitaconnectaje hii, lakini na feel kwamba with time, yani kama kwa mfano mtu amekukosea ukajipa time, yani with time inakuwa kwamba una heal, yani kwamba kwa mfano instead of you reacting there and then. Kwa hiyo kwa hapo hamna kitu ambacho yani ni kwamba yani hakuna kitu ambacho kinaweza ukashindwa kuvumilia. Hamna kitu kinaweza time frame heals. Yes. In the sense that kama kuna maudhi, kwa mfano mtu ambaye umemwambia kitu over and over and over and over, wakati mwingine inabidi tu ukipe hicho kitamba siku 2, siku 3, wiki 1, mwezi mmoja. Unaona, sasa with time inajikuta kwamba ile labda hasira ile uchungu ambao uko nao ambao unakupelekea wewe kuweza kureact when something happens, it heals. So time heals. So time heals, lakini hapa swali linasema ni kitu gani ukivumilia sana huwezi kuharibu ndoa? Ndio maana sasa huo uvumilivu ambao unakuja na time frame ndio utakusaidia usiharibu ndoa. Okay, kwa lugha nyingine yani kama kwa mfano tupindue swali. Ni nini ambacho ukifanyiwa huwezi kinaweza kikaharibu ndoa? Yaani nini ambacho, hii inaweza ikawa anything, but nini ambacho kwako mimi nikifanya itaharibu ndoa? Yaani wewe, yani ndo hapo ndo I think ili tulisi hapa tulikuwa nao tulikuwa tunasema tulivyoanzana tu. Unaona kwamba kwa tunasema baba ni kitu gani utakifanya hata kitanifanya mimi hapa nifanyeje, ni kuache. And there was literally nothing specific. Unaona, na hata to the extent ya kwamba ilikuwa kama labda kwa mfano sasa wewe ukaenda ukacheat, will I let you go? Nikakwambia kwamba hapana, kwa sababu ina depend, to me it depends with the scenario, it depends with the time, unaona ambayo itanichukua kuweza kuheal, it depends with a lot of things. Yani kwamba sidhani kama yani itakuwa kwamba ni kitu yani nitachukua tu kwamba umenicheat alafu ni kuache, au umekula pesa ni kuache, au sijui umefanya nini ni kuache. Have I answered? Yeah, nakuelewa. So to me time heals, kwa sababu when I decide to take time with regards to that particular thing, itanipa mimi kuweza kuchekechua kiundani, mawazo yangu ya kwapi, my feelings, my emotions and everything. Lakini if kama kwa mfano kaja nika tumia message nikamwambia Eli jana alikuchitia mwanamke na mwanamke, and then I decide to make a decision, inamaanisha kwamba ile thing ita end. Na ndio maana watu wengine wana choose instead of divorcing, they go through separation to give them time. Do you understand? Ili mtu aweze recuperate, meditate, yani hivyo. So they say time heals. Asa depending on what you're going to do in that particular time, that is up to you. Wengine, it's prayers, wengine it's, prayer and fasting, wengine it's just, focusing on themselves, wengine it's just going back to the family, wengine it's, renting different houses, wengine, it all depends. But time heals. Is it something that happens? Hapana. Kwa sababu ndio maana kuna divorce nyingi. Yani kwa hiyo kwa namna hiyo ina maana ni swala ambalo saa ingine haujui the reaction utakayochukua.
yani mpaka mtu ufikwe na hiyo kitu ndo utajikuta sasa Na ukifikwa hicho kitu, allow yourself time. Okay. So you might end up still saying no after 2 months or 3 months, but at least you have given yourself time to think through. Nakumbuka mimi nilisemaga yani ndio hivyo, nakubali time frame, nikasema yani itokee, kwa sababu yani hamna kitu nachukia kama smoking yani. Yeah, lakini sasa unaweza kukuta siku nikaamka tu nikaanza kufanya, you understand? Utanivumilia? Sahitaji bebe tano ya grace. Yeah, but the time was umesema time kwa kweli. Yeah, it time with time it will heal. Sawa, mimi nafia alafu mwanamke ana smoke. No, because the thing is this as well. I don't know, smoking imenivunja moyo. It's to a lot of people. Lakini sasa we also have to think what has made your wife or your husband go do that thing. Do you understand? You also have to understand yule mtu nini kimetokea hivyo. Why I decide kwenda kufanya hivyo. Wewe ni smoking, mtu mwingine kwake ni drinking, mtu mwingine kwake ni hata drinking, kwa sababu unakuta mtu mwingine ni matusi, mtu mwingine ni dress, the dressing, mtu mwingine ni the type of friends ambao mwenzake anao, mtu mwingine ni the family, the extended family. So I think we need to, I think the way the world is at the moment, and the way where the world is going, we literally need to give each other time. Me, I do not mind achukua mwezi mzima, mwaka, I don't, but just instead of you making decisions there and then. So that's how I'd answer that. I don't know if I've answered. Yeah. Unless labda ametishia kuua. Yes. Unless yeah. Kwa sababu mwingine tukiangalia kuna clip labda ya mtu anatishia kumuua mtu na sumu, alafu unamkamata anafanya hivyo, then na kakutamkia na ukagundua kwamba that was the intention. And pia maybe the challenging part ya hiyo swali ni kwamba mtu akikwambia kwa mfano mimi ni mwizi, believe them kwamba yeye ni mwizi. Of course. So yeah, kwa hiyo yes, ndio hivyo kwa kweli. Kuna changamoto kwenye ndoa ambayo hawajaamua, yani na changamoto kwenye ndoa zipo kwa ambao hawajaamua really kujipa muda wa kureflect jinsi ambavyo walivyo na jinsi ambavyo wanavyoenenda na kukaa. Kuna vitu vingi pia vinaweza vikaingilia na kufanya swali kama hili likawa na changamoto pia wa kujibu. Inawezekana likaonekana ni swali jepesi, lakini hebu litafakari kwa wewe ambaye uko kwenye ndoa na kwa wewe ambaye unataka kuingia kwenye ndoa. Tafakari unapokutana na changamoto. Je, uvumilivu ni kitu tu ambacho kinaenda kujenga ndoa yako? Na je, unaweza ukaweka mipaka gani? Kwa hiyo kama vile ambavyo unataka mtu wa namna fulani mwenye labda 7 packs, alafu lazima unavoweka hizo lazima pia uweke na wewe unataka yeye akufikirieje, then weka kiwango cha kwamba nitamsaidia kiwango hiki. Unaweka beria za kwako na unajijengea kwamba situation ikitokea lazima niwe na uvumilivu wa kiwango na kuwekea hiyo muda na kujua nini akifanya unaweza ukaendelea kumvumilia ili usiharibu mahusiano, kama tu hakutakuwa na abuse zinazoweza zikakufanya go stress, ukaumiza kichwa chako. Pia ni jambo zuri hilo la kuweka into places. Alright? Yeah. Limekaa vizuri
kwa kiasi chake. Watuambie. Yeah. Wewe unajiambia nimekaa vizuri mwenyewe. Kwa kiasi chake, kwa jinsi ambavyo kuna kitu kingine cha kuongezea. I think sina cha kuongezea hapo. Yeah. Labda watu wachangie tu kwenye nani, kwenye comments. Okay, karibu uchangie kwenye comment. Okay. Swali linasema, je, unazungumza kwa uwazi na mwenzi wako kuhusu matatizo au unanyamazia? Kwa nini? Ndio hilo. Yeah, ndio hilo. Karibu. Sema tena. Je, wewe unazungumza kwa uwazi na mwenzi wako kuhusu matatizo au unanyamazia tu? Na kama unanyamazia, kwa nini? Kwanza, matatizo yakitokea, sasa haya matatizo yanaweza kawa ni katika mfumo, nikikosea mimi kitu, utazungumza na mimi kwa uwazi. Let's say kama imetokea nimekosea, kuna muda ambao unaweza ukakaa nalo ukavumilia, alafu ukaja ukazungumza baadaye, au ukasubiri mpenyo labda wa kitu fulani, alafu ndo kile pia kikaingia hapo, au unakuwa ile jambo limetokea honestly unalizungumza mara moja. Kwa mimi hapana. Ina depends. Nadhani pia either ni video ambayo imepita tuliogusia kidogo, ukasema kwamba sometimes nakuta kwamba mimi I don't know how you said it, lakini kwa baadaye nakuja nasema unajua ulifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Okay. Yeah. So my nature ya kwangu na jinsi ambavyo uniquely made by God, fashioned by God. I'm an introvert. Okay. So mimi ni introvert. Kwa hiyo ninachuja information. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitu vinaweza vikaja nikaamua kuvisema hapo kwa hapo, na vingine vinaweza kanichukua siku 2 days, vitu vingine vinaweza kanichukua mwezi. It all depends. Yeah. Okay. Kwa sidhani kama sio kila kitu ninasema hapo kwa hapo. Kwa hiyo na sababu ya kuto kusema ni kwa sababu ya jinsi ambavyo jinsi ambavyo nature yangu, jinsi ambavyo ilivyo. Na pia kuna vitu vingine tu I just need time kwa mimi pia kuvifikiria. Okay. Okay. Kwa mtu ambaye sasa yuko hivyo na anaona kwamba inamuumiza mwenzake, afanyaje? Sasa kama unajua kama uwezo kuweka information ndani, kukaa na kitu ndani kinakuumiza, then take it out. Kwa hiyo kikikaa ndani wewe uumii? Mimi kwa mimi na kiprocess tofauti. Na ukiwa okay, mfano nimefanya kitu alafu kimekaa ndani, unavyo process, je, are you processing it in a normal way, or your reaction toward me inakuwa normal while you're processing that issue? No. Nayo pia ina depend. Kuna kitu ina depend, sababu kuna times I just feel like just being quiet, and I just don't want to say anything. I don't want to hear the kids' noise. I don't want to hear your noise. I don't want to hear anybody's noise. How long? So that's it depends. Baba, you know me that sinaga mimi ni wale watu ambao nasemaga hivi, kama utaki kuliongelea, unajua neno linatuambia kwamba usilale na kitu jua likifanyaje mpaka likizama.
mimi ni yule ambao ninakiuka. Sasa unaujileta tu kwa sababu umesema I am a wonderful made by God. Yes. Okay, sasa Yes. nao unasema unakiuka. Hilo neno uwaga sionagi, yani sijapata revelation kwamba ina maisha kwamba lazima useme everything before you go to bed. Najua mhubiri anasemaga hivyo, lakini sometimes system ya mtu nayo na other external factors inaweza ikaa kwamba you are better off kulala na kile kitu na kuamka nacho, you know, the following day. Before nimesema time heals, unaona. Before umesema time heals, mama. Yes. Lakini kwenye hiyo ambao umesema time heals, ni pale ambapo tayari wote wawili mmeshaongea na wote wawili mmejua makosa, then kila mtu anaenda kuheal. No, baba unaweza ni kwa mfano ambao naomba kwamba it should not happen, but in case you cheat, I might have received a message say that you have cheated, na pia naweza nisije nikakwambia that same very day to me. Okay, that's different na wewe kusema kwamba na wewe kusema kwamba umeniconfront alafu ukaenda sasa nimejua kosa alafu mimi nimeenda njia yangu kwanza kuheal kivyangu, wewe umeenda kuheal kivyako. Okay, kuna vitu vingine au nitaviconfront hapo kwa hapo. Kwa nini the same thing of cheating, lakini mimi depending on that time. Cheating haiwezi kawa ni kwa mwanaume tu. Okay, sasa mimi naongelea mimi kwangu sasa. Okay, I'm giving my own experience. I mean, not experience, like example. Okay. Sasa ndio maana nasema kwenye hili sasa inapotokea sasa pale ambapo umeenda kupumzika au umeenda kulala nayo mpaka asubuhi, neno linasema kwamba najua lisizame mkiwa mjapatana, mkiwa mjasameana. Yeah. Lakini kwa ndoa baba ndo unasema hivi, sisi hapa pia na neno pia nasema pia sisi hapa huu ni wadhaifu. Unajua the good thing about the Bible and the word, it gives you both. But we cannot take it the other side. You can. It's yote ni neno. Ni neno. Yeah. Kwa hiyo kama imeandika wanawake wadhaifu haijamaanisha kwamba ndio kwamba kuna wakati mwingine usio no. Kwenye hiyo level ya mtu kwenda kulala akiwa na umekasirika huko hapa, afu mimi ninakuja kitandani labda sijui nimekosea na kwanza kugusagusa hivi afu siambulii na na wewe hapo you should be just respectful. Ujue kwamba usipate kushikwa hata kushikwa. Lakini ningejua kama nimekosea labda ningejua kumbe nilichemka natakiwa no. You should know mtu mwenzako you stay at what state. How? Of course you should. Unajua with time you'll just know kwa kama wewe ujue. Really. I don't know if we are trying to answer people though. No, najaribu kutafuta njia kwa sababu kitu ambacho tunachoganga hapa nafikiria kuna wengine nao wanapitia hivyo, kuna wengine nao wanafikiria namna gani but unfortunately sio kila mtu mwenye ndoa halali na kitu to the next day. Yes, we need to say as it is. If you know, you know. Tunakwaruzana na tunaenda kulala, huyu analala upande huu, unalala upande huu, ingine sometimes unalala bedroom hii na bedroom ingine analala juu na you understand? Lakini yani isichukue I want to say like isichukue muda. It depends at what state are you at, either kuongea kitu au kutafuta other people to support you or whatever. You understand? Mimi si advocate watu kufanyana makosa na kuchukua decision hapo kwa hapo na kuamua kama for this labda kuseparate. I'm not an advocate for that. And I think I'm answering that. Unaona? Kwa hiyo sasa najua neno linatuambia kwamba tusilale
mpaka tusile na kitu, you know, jua likizama uwe umeshamsamea mwenzako and stuff like that. But sometimes situations na circumstances na vitu vinavyotuzunguka vinatupelekea kuchukua 2 days or 3 days or 4 days. Yes. Unaona, na God is just merciful. Na rehema za Mungu zinatakiwa ziombwe kila inapolitolewa. Lakini sio kwamba nakwambia kwamba if there's something that you need to sort it out that very day, please go and sort it out. True. That very day. Because you don't know asubuhi kama pia mtaamka. Exactly. Kwa sababu there's that other side ya kwamba kesho ni kitu kingine. Kama umeenda kulala na mwenzi alafu umekasirikiana, alafu kesho unatoka siamke alafu unaanza you start beating yourself up. Unaona? Na ndio maana vitu vingine yani just to I think in the stillness then Roho Mtakatifu anakusaidia kujua kwamba okay, how like how to handle things and what works for you and your partner. Yes. Ni kweli. Natumai tunaweza tukaudhiana, unaona, lakini tusiwe na machungu ndani ya roho. I think that's another thing that we need to mention. Usiwe na uchungu. Kuna ile kwamba tu kama ile unakuwa na ile heaviness. You just feel heavy, you just feel exhausted. Ile exhaustion ikishaondoka then you're okay, lakini there's no bitterness. Unaona, if there's bitterness in you, then go and seek help. Nafikiria na hapo pia kuna swali ambalo lipo, nafikiri hili tusiliweke, nafikiri linashabiana na hilo. Linasema mwenzi wako akikosea una njia gani ya kushughulikia kosa lake? Unamsamehe kirahisi? Ndo hiyo kwamba inategemea muda, njia za kushughulikia kosa ni kama hivyo. Unaweza, tulisema pale, unaweza ukaenda ukatafuta rafiki ambao unamwamini, mchungaji, unaweza ukatafuta wazazi, mentors ambao wanaweza kukushauri. Ukaongea among yourselves wakati mmeshatulia. Unaona, mkatafuta a getaway, mkaenda mahali mkakaa ambapo labda hakuna distractions, mkakaa mkatafakari, mkaombana, mkaekeana boundaries kwamba sisi kila tukiongea waga tuna yapi, lakini this time this is serious. Unaona, let me finish while I'm talking and then while you're listening and vice versa. So kwa hiyo na nyie pia wawili actually mnaweza mkasort out that problem. Kwa hiyo it's not necessarily kwamba you go and look for help outside. You two can also try and find ways to sort it out. Pray about it, fast, give offering towards whatever that problem. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nasi nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yes, nafikiria hapo tumeweka kwa leo. Chakulalia basi, msinyimane wanandoa. Yanatengeneza na kuponya mawazo yanaponya akili, yanaweka vizuri. Hallelujah, Bwana ni mwema. Una deliver message au na deliver message indirectly, direct message to you guys, to you, message delivered. Amen. Message delivered. Hallelujah. Mungu awabariki. Follow us Elwin's Talk Show kwenye Facebook, Elwin's Talk Show, na YouTube. Subscribe, like, comment, notification kwa kubonyeza kengele pale. Na Bwana hakubariki sana kwa kushare pia na kwa wengine. Amen. Amen. Tuma swali lako tafadhali. Wanakutumia wapi by the way? Kwenye Facebook wananitumia. Nenda kwenye Facebook unitumie swali. Tapendeza sana. Kwenye Facebook andika Elwin's Talk Show. Alafu wanaweza kutuma anonymous, so lazima waweke jina lao. Kwenye Facebook unaweza kanitumia tu kwenye kwenye message, Facebook message pale. Ukaniambia rafiki yangu anauliza hivi au hivi. Au ni swali lako. Na mimi hapa I will not share any name.
to anyone. Sijawahi kufanya hivyo na wala jina lako halitakuwa, kwa sababu unachopitia mwingine naye anapitia. Unachoona kirahisi kwako kwa mwingine ni kigumu sana. Mwingine anafikiri ninatokaje hapa. Kwa hiyo ndugu yangu, ubarikiwe mpaka wakati mwingine. Shalom. Bye.